Nataka niwatie moyo VETA, mko kwenye njia sahihi, na serikali yetu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kama ambavyo amesema Naibu Spika, serikali imeamua kuweka mkazo mkubwa kuwapa stadi watoto wetu ili waweze kujitegemea na waweze kuendelea. Lakini pamoja na mafanikio hayo mlionayo, VETA wakati mnaendelea, mjue kuwa yako matishio yanayotishia stadi mbalimbali ambazo tunafundisha watoto wetu. Mabadiliko ya tabia ya teknolojia hapa duniani yamekuwa tishio kubwa sana. OECD mwaka 2019 walitoa taarifa yao, wakasema kuwa kwa miongo miwili sasa sekta ya uzalishaji, yani production sector au manufacturing sector, ilishuka kwa 20% na sekta ya huduma ikapanda kwa 27%. Kwa nini? Kwa sababu ya uwepo wa mitambo au automation technology ambazo zimefanya watu wengi zaidi watoke kwenye uzalishaji mali. Kwa hiyo wakati tunafundisha vijana wetu, tuwafundishe vile vile kujua kuwa wana wajibu wa kukabiliana na changamoto zinazokuja. Nilikuwa naangalia banda moja pale ambalo taa ile haihitaji interaction ya mwanadamu, yani kwenda kuzima na kuwasha. Asiye na mkono anaweza kuiwasha, unaipuliza tu inawaka. Ni teknolojia. Tumeona mtambo mwingine unawashwa kwa AI. Unatumia siri, unaimwambia siri niwashie feni, wala hauko pale, inafungua. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba teknolojia inavyokuwa itaendelea kuwafanya watu wengi zaidi kazi ambazo wangeweza kuzifanya, teknolojia itawareplace. Na utafiti huo unaonyesha 32% ya kazi nazo, 14% ya kazi ambazo zinafanyika leo ziko hatarini kutoweka kutokana na uwepo wa teknolojia mpya. Na kwa kufanya hivyo ni muhimu sana VETA tunapotoka hapa leo twende tukaangalia mabadiliko haya, tuweze kuyaweka kwenye mifumo yetu ya ufundishaji ili watoto wetu ama wale wanaojifunza wajifunze wakijua kuwa kuna changamoto wanazotakiwa kukabiliana nazo kadri wanavyokwenda. Nchi yetu tumeamua kuwekeza kwenye ufundi ili watu wetu waweze kujikomboa katika hali zao walizo